Hi guys, karibuni sana kwa YouTube channel ya Mama Jimmy. Kumbuka like tu. Kama uja subscribe, make sure una subscribe, halafu unaendelea na video. Mungu awabariki sana. Sasa leo tuko hapa na mume wangu na bwana yangu, na tuko hapa hivi na watoto. Niko Jimmy, niko Cynthia, wako kwa tablet. Unajua ukisafiri na watoto inafaa unawapea kitu yenye itawakeep busy, saa zingine wanapoeka nini, so huwa tuna download ma video juu internet kwa njia hakuna, so tuna nyumbani iko wifi, na tena sisi tuna turning internet yao off ndio watoto wasifinye tu vitu kwa tablet, so tuna download ma video, tunaweka video ya kujifunza hivyo, alafu sasa wanaweza jienjoy kwa njia tukitembea, ama waangalie magallery, mapicha nini, so wanapenda sana. Sasa sisi na Baba Jimmy tunaenda mahali kulala huko, alafu kesho asubuhi tutaamka, tutakuwa na kitu kubwa sana. Tutakuwa na kitu ya maana inaenda kufanyika. Nafikiri mmeona watoto akina Baba Jimmy tumekuwa nafanya nao ma video. Kuna wawili, kuna mmoja ameolewa juzi, nafanya harusi, ameenda tena, mwingine tena ni kesho. Sasa wasichana wanaanza kupunguka, wako 5 sasa wabaki tu 3 peke yake, wanaendelea tu kuenda kunyakuliwa kwenda. Sasa sisi tumejipanga, tunaenda tulale huko. Watu wengi wameenda leo, tunafanyia mahali penye wanafanyia conference, so hapo mahali ni hall kubwa nini, penye tunafanyia tu sehemu na huyo mwingine, lakini tunaenda leo ndio watu wajipange asubuhi tukiamka, juu kusafiri peke yake ni almost 3 hours 40 minutes, so almost 3 hours 40 minutes. So tumeona bala tena kesho tungeamka asubuhi turaukie mapema, wacha tuende tufike huko masaa kama imeenda kiasi, alafu tulale tuamke, watu kujipanga hivyo kila kitu, alafu tufanye harusi. Mungu akipenda tunaweza rudi siku yenyewe tu. Hatufai tubaki. Hata mimi kwanza, mimi sipendi kusafiri na kwenda mahali. Kwanza yeye amesema anataka yake ifanyika haraka sana, labda kama ni muda sana ni 1 hour sasa na kukula nini. So tutamaliza hivyo kila kitu, itakuwa mzuri. Mungu akipenda, tujui kama tutachukua, labda mtaona mapicha, tujui video. Najua Baba Jimmy atakuwa busy na video kadhaa, atakuwa anaweka mambo nini, so asijui kama atakuwa na time ya video, sijui hiyo, siwezi sema. Wacha tunaweza jaribu sasa msubscribe kwa channel ya Baba Jimmy pia. Mwende msubscribe, afike 200,000 subscriber. Saa hii hapo 100 almost 52,000. Ameenda. This year tunataka tufikishe Baba mimi 100 nipate silver button. Nini hivyo inaitwa hivyo? Silver play button. Baba Jimmy alipata yake, sasa endelee tufikishe 1 million yapate ya next. So anyway, sisi tumefurahi, tunaenda, wasichana wanapata mabwana, tunashukuru Mungu. Unajua sasa hii dunia kweli imekuwa tofauti, kupata mtu mwenye tu mzuri, mwende mkae pamoja, tunawaombea waoane vizuri, wakae pamoja vizuri, Mungu awalinde, kila kitu iende mzuri. Ndoa yao idumu kabisa, iwe ndoa mzuri kabisa. Sasa sisi tumefurahi, tunaenda, wasichana wanapata watu. Nimefurahi. Wanapata watu wanaenda. Sasa boma sasa hiyo, unaona boma inaanza, yule mwingine unajua alioleka, hatuishi mbali, tuko tu karibu naye. Sasa anakuwa tu kila wakati tunamuona, anakuwa nyumbani. Hiyo video iko kwa channel yangu. Penye niliwaonyesha penye walianza kujenga na penye wanaishi kwa saa hii. Naweza kwa channel ya Baba Jimmy, tafuta ile ya penye na yangu atakuwa anaishi, naonyesha. Sasa huyu mwingine anaenda mbali kama 40 something hours, unajua. Sirena alikujia hapa siku 3. Ni mahali pa 40 something hours anaenda huko. Hiyo imagine America mzima uko na safari,
si Amerika mzima, yani unatembea Amerika ni kubwa. Tuko karibu katikati na wanaenda sasa side moja. Na je, ukianzia sasa side moja hadi side nyingine. Amerika unaweza safiri muda mrefu sana. Kuna state moja inaweza toshana na nchi ya Kenya ama? Nafikiri. Kama unasafiri kama inaweza kuwa. Ni kubwa. So guys, anyway, nilikuwa nawaambia sasa sisi tunaenda. Tumefurahi. Wacha kila kitu isaidie, Mungu asaidie kila kitu ikuwe sawa kesho. Tu celebrate vizuri. Tuachilie waende vizuri. Ng'ombe hakuna. Huko wachinji ng'ombe. Ng'ombe hakuna hata wanasema nini, kijana mkubwa ndiye anaenda kuleta ng'ombe ya msichana. Huko hakunanga kama mambo kama Kenya mahari nini. Hakunanga vitu vingi kuoana, ndio aishi pamoja. Sasa tunasafiri, tulitoka nyumbani saa 4. Saa hii ni saa 5:26. Saa 5:26. Sasa tumejaribu, tunaenda sasa hii tuko na almost more than 2.5 hours. So ndio tufike huko. Bado tena inafaa tutafute lunch juu unajua sasa tuwezi kosa kutaka kukula, si ndio Mama Jimmy? Nilikuwa na ngoja Mama Jimmy hawezi kosa kutaka kukula. Nilikuwa na ngoja useme hivyo. Si ni ukweli. Lakini ulisema tuwezi kosa kutaka kukula. Hata mimi niko napiga hesabu tu ya chakula, ningependa tafute chakula nikule. Siko na njaa. Huwezi kukula breakfast na kitu. Sikukula. Nimekula nini? Nilikula granola bana, nimekula popcorn. Mimi nikunywa chai tu vizuri. Kula vizuri sana. Sasa watoto yao. Siku hizi silali kwa gari. Sijui kwa nini. Siku hizi kawaida. Mimi nilikuwa na lala kidogo tu naingia na lala. Wewe siku hizi kulala. Tena nilikuwa napenda kulala. Mimi ndio nimechoka. Sijui kwa nini nimechoka leo. Lakini unajua siku 2 hajakuwa analala vizuri. Alafu unajua tena mguu msumbua. Shida uwezi weka hapa picha ni waonyeshe. Bora ningewaonyesha picha. Baba Jimmy aliumia mguu vibaya juzi. Alikuwa mabati ilikata vibaya, alikuwa anasongesha mabati baada ya kujenga nyumba yetu. Kuna mabati ngo tumepanga hapo. Tuliitia mtu alikuwa anakuja kuchukua bure. Sasa hiyo mabati ikamkata mguu vibaya. Usaidie tu, Mungu asaidie kwa sawa. Hata kiatu unajua kwa wedding sijui kama atavaa, lakini Mungu asaidie tu. Na tena venye yako na kazi mingi kusunguka. Shida tena hii mguu kama inafaa akae tu chini atulie. Kutembea ukitembea inafura, kama jana alitembea ikafura. Usiku kulala amekuwa sawa. Juzi alala sijui karibu saa 6 usiku. Leo naye kulala imekuwa shida, anaamka tu. Anyway, Mungu amsaidie. Atapona. Itakuwa tu sawa. Kwa sawa kabisa. Sisi tuendelee na safari yetu. Ninyi endeleeni kusubscribe. Najua watu wangependa watake sana kuona nini? Wedding. Ndajaribu at least nitoe kiasi Mungu akipenda. Kabisa.